Ni asubuhi tena nyingine ambayo iko barabara kabisa. Tunakutana na wewe mpenzi wa Viwanjani. Hakika saa 3 mpaka saa 6 ni masaa matatu ambayo yamesheheni habari nyingi tu ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo. Kumbuka tu kuna ile playoff ya kubaki ligi kuu. Jana mchezo wa pili umechezwa katika uwanja Sokoine pale jijini Mbeya. Tutakuja kukuambia kilichojiri katika uwanja ule. Nani anamfuata Stand United na nani amebaki katika ligi kuu kati ya Tanzania Prisons na Fountain Gate. Lakini kumbuka pia kuna lile jambo la wananchi ambao wamekuwa na wakati mzuri msimu huu. Mabingwa wa CRDB wametua katika jiji la Dar es Salaam wakitokea kule visiwani Zanzibar hapo jana. Mambo yalikuwa mengi katika ile mitaa mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, ikiwa ni pamoja na ule mtaa wa Msimbazi kuelekea mitaa ya Twiga na Jangwani. FIFA Club World Cup, majabu yanaendelea kutokea kule Marekani. Unaweza kujiuliza labda pengine wengine wanashindwa kuhimili lile joto la kule Marekani ama namna gani. Inter Milan wanakutana na mambo mazito. Naweza ngasema ni msimu ambao kwao wao msimu mbaya sana kwa upande wao wa Inter Milan. Tutakuja kuangalia hapa hiyo FIFA Club World Cup ambayo inaendelea kule nchini Marekani. Ulama Itsalum niko hapa sambamba kabisa na Deo Kiungai pamoja na Dickson Majaliwa. Wazee kule Marekani joto kali. Joto linazidi kuwa kali. Joto la kwenye pitch. Na leo limempata Guardiola. Leo alfajiri limempata Guardiola. Hii alfajiri ya kuamkia leo. Kwa hiyo atarudi England. Sasa sijui ataenda Spain, ataenda kwenye zile beaches za kule Spain Ibiza Mabela kule. Ile kipindi cha season zile za pre-season. Akakutana na Waarabu. Mimi nafikiri Waarabu wamewapatia watu sababu ya kuendelea kuangalia michuano hii, na ligi ya Saudi Arabia sasa hivi itaheshimiwa kidogo. Sio kidogo kwa asilimia kubwa. Yaani kuna Saudia na Brazil. Yaani kuna ile lengo kusema kwamba mtu mechi maji yakiwa ya jioni anaenda Saudia, kumbe sivyo. Au akiwa maji yakiwa jioni relax kabisa Brazil. Lakini tazama timu za Brazil ambazo zimeweza kuwa surprise watu. Brazil ligi yao siku zote imekuwa ni ligi kitajwa kwenye ligi 5 bora uwezo kaikosa. Wale IFFS ranking kila wanapotoa ranking zao Brazil inakuwa ya 4, ya 3, ya pili, ya kwanza, yani huwa inachanganyana. Lakini Saudi Arabia nafikiri wanakuja sasa. Hii ni statement ambacho Al-Hilal wamekifanya leo, ni statement kubwa sana kutoka ligi yao. Tumshukuru Cristiano Ronaldo. Ronaldo ndo ameenda kuwasha taa kwenye ligi ya Saudi Arabia. Ule msingi walikuwa wameuweka wenyewe kwamba lazima ligi tupandishe. Ili kupandisha kuwa na wachezaji wa namna hiyo. Kabisa. Wachezaji wenye hadhi. Kabisa. Hivi Saudi Arabia kule klabu Riyadh pale ile ya Nasria kule tutakwenda kwa. Enda wote. Tunakwenda kuanza soka letu. Naam, tumerudi na tunakwenda kuanza kuangalia taarifa yetu kuhusiana na mchezo wa playoff ya pili ya ligi kuu, timu ambayo itabaki ligi kuu ama ile itaenda kucheza na timu kutoka championship. Klabu ya Tanzania Prisons wa Jelajela imejihakikishia kusalia ligi kuu msimu ujao baada ya kupata ushindi wa jumla wa mabao 4-2 katika mchezo ama mechi za mtoano za raundi ya kwanza ya hiyo ya playoff. Ushindi wa mabao 3-1 uliopata kwenye mchezo wa marudiano jana ikiwa nyumbani uwanja wa Sokoine pale jijini Mbeya umetosha kuibakiza timu hiyo msimu ujao baada ya sare ya bao 1-1 ambayo ilipata kwenye mchezo wa kwanza ulichezwa kule katika uwanja wa Tanzania Tkwara Babati. Mabao ya Prisons katika ushindi wa mabao 3-1 jana ilikuwa ndani ya kamba na Beno Ngasa, Ezekiel Mwashilindi na Oscar Mojanga, huku bao la kufutia machozi kwa upande wa Fountain Gate likifungwa na mlinzi wakati Laurian Omari Makame. Fountain Gate itajaribu tena kuitetea nafasi yake ya kusalia ligi kuu kwa mechi za mtoano za awamu ya pili dhidi ya Stand United ya championship. Wakati tunazungumza ile playoff ya kwanza iliyochezwa pale kwa Raha Babati, kuna jambo ambalo tulikuwa tumejikita nalo sana. Fountain wamekuwa na makosa ya mchezaji mmoja ambayo ndio imekuwa kiwagharimu timu yao msimu. Wakati msimu unaanza alikuwa fikirini Bakari mlinda mlango. Akaondoka fikirini Bakari. John Nobo akachukua nafasi yake. Akaondoka John Nobo.
goalkeeper wa jana yule nambari 3 jana naye akapewa kadi nyekundu, akaingia goalkeeper nambari 4 wa 4. Kila goalkeeper ana kosa lake, sio kosa lake, makosa yake tena makubwa yanawagharimu kabisa Fountain Gate. Katika mechi ya jana la Tanzania Prisons, yani unaanza kufanya highlight kuanzia hapo. Unajua, unaweza kujiuliza kipa akiwa golini kwake anafikiria nini wakati mwingine. Hebu angalia faulu wakati inapigwa mara ya kwanza, ilikuwa faulu nzuri lakini kasave huo mpira ukaenda kwa mchezaji. Alafu angalia mchezaji alivyopiga kichwa, Benongasa alivyopiga kichwa. Kipa hata yani hakutaka hata kufuata huo mpira, yani alibaki amesimama tu anauangalia. Shida ya nini? Mpira shida ya nini? Yani ni kama anasema mimi nimeshafanya kazi yangu, ilikuwa ni nyie mabeki mfanye kazi yenu. Kwa hiyo kiukweli makosa binafsi yamewagharimu Fountain Gate kwa asilimia kubwa. Alafu tena bati angalia saves hiyo, na kuna adui mbele yake, afu cross bang, wala yana hata kuhangaika kufuata huo mpira wa kichwa. Sio kumsifu mfungaji, maana alitoka kuokoa. Baada ya kutoka kuokoa, angalia kile kichwa kilivyopigwa, afu na umbali pale, kipa angefanya nini na lengo ambayo alikuwa amesimama hivi? Unajua namna alivyookoa huo mpira bado, yani akutoa kwenye hatari yake ni sahihi. Ndio nazungumzia hiyo action ya kwanza ambayo imeleta ile goli la pili. Wako wapi wachezaji wenzake, walikuwa wanafanya nini? Ndio swali pia la msingi kwa upande wa Fountain Gate. Tunamjaji golikipa baada ya usave ule mpira na yani ya kupeleka mbali, akawacha hapa kwenye box. Vipi wachezaji wenzake, kwa maana na Makame, walinzi wenzake, walinzi Mafuba, kwa wapi? Yani hebu tazama movement za wachezaji wenzake wote, nao walikuwa wamekaa. Ndio hiyo awareness na jana wanasubiria tukio leo. Ndio hiyo awareness pia jana tumezungumza kwenye mechi ya Black Stars. Ni kama mabeki kwenye zile training drills, kwenye zile routine za kulinda mipira set pieces, hawajifunzi vizuri kuzuia vizuri, kwa sababu hiyo ni yani foul ikipigwa set pieces, beki unatakiwa umefanya man marking ya mtu mmoja mmoja, lakini unaona kabisa kisha amepiga ni free header. Leo uko sahihi, kwa mabeki walikuwa wanaweza wakajitahidi, japo kipa amehusika. Yani hilo goli ni la kipa na mabeki wake. Hebu angalia mchezaji alikuwa na beki mmoja, beki mwingine huko, mtu anaruka, beki hata hangaiki kuruka, umeona? Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo mwisho wa siku, na mfano kuna tulikuwa tumezungumzia makosa ya mchezaji mmoja mmoja, lakini sio mchezaji mmoja mmoja, tunamaanisha ile full squad yenyewe, lakini ni eneo la ulinzi tu ndio Fountain wamekuwa kule mbele wanafunga na ulinzi, wakati mabeki wa pembeni, goalkeeper sana magolikipa wamekuwa wakiangusha sana Fountain Gate. Tumetoka kuzungumza bao la kwanza, lakini ukiangalia bao la pili la mkwaju wa penalty, ile ambacho amefanya goalkeeper, wakati mwingine unaweza kujiuliza mara mbili alikuwa anawaza nini? Amedaka mpira vizuri, alikuwa anaenda kuanzisha movement ya kwenda kusafiri aenda kumpiga mchezaji wa Tanzania Prisons, na mwamuzi alikuwa sahihi kabisa. Sahihi. Kadi nyepesi, yani kadi nyepesi kwanza ilikuwa ni bahati kubwa sana kwa upande wa Fountain kabla ya tukio la golikipa. Tukio la kwanza ilikuwa ni mchezaji wa Fountain aliudaka kabisa. Yani mpira ulienda kabisa kupalaza kwenye mkono wake. Ilikuwa ni clear penalty. Kwa bahati mwamuzi hakuona, tukio likaendelea. Golikipa akapata faida ya kwenda kuudaka. Kwenye kuudaka, unajua golikipa anakuwa hataki bugza katika eneo lake. Lakini kuna sheria zake. Kweli hutaki bugza na sheria zinakulinda. Yani golikipa yuko katika eneo lake. Lakini usimhatarishe usalama au usihatarishe usalama. Alimsukuma kampiga. Si makusudi. Yani kwamba usiniguse, niache, usiniguse. Anajua mechi na umuhimu kiasi gani. Alafu ndio ilikuwa moja pale. Kwa moja walisawazisha pale. Makame ndio alienda kusawazisha. Alafu baada ya pale akawa analia. Nimemuona reaction yake sasa, akasema sasa kama utoto sasa huo rafiki yangu. Yani yeye mwenyewe alichokifanya alikuwa hakijui.
Maana ukilia tafsiri yake kwamba ulichokuwa unakifanya ulikuwa hujui kitakuja kuigharimu timu kwa kiasi hichi. Ndio maana unatoa machozi na kushangazwa kwamba kwa nini nimefanya hivi na naenda kuangusha wenzangu. Kwa sababu sasa hivi makosa yote ya wachezaji wenzake inaweza akawa yazungumzwe sana. Atazungumzwa yeye. Lakini akawa anazungumzwa yeye. Limetengeneza udhaifu sasa. Limetengeneza udhaifu. Hiyo jana vizuri ile. Tumeiona, labda watu wawekewa waiangalie tena kwa ambao kuiangalia. Au daka mpira kama ipo atatuletea kwenye kumove ili aanzishe tukio Tanzania Prisons kwa ajili ya penalty. Tuangalie na reaction ya goalkeeper yule baada ya kupewa kadi nyekundu. Asio hilo goli la Makame. La kusawazisha. Ila kusawazisha la Laurent Omar Makame ile. Kati baadaye ambaye alitoka baada ya kupata injury kuendelea na mchezo. Ile kuiona hapa kocha wa Fountain Gate baada ya goli la kwanza la Tanzania Prison aliwaambia Fountain Gate tulieni. Msipani. Na ililipa mwalimu anajua bwana. Lakini sasa ajabu mchezaji kaenda kupanic, hazikuisha hata nusu saa. Mchezaji kaenda kapanic, pressure ilikuwa kubwa. Amani Josia kocha wa Tanzania Prisons bila shaka alijua jinsi gani ya kucheza na hizi mechi za playoff. Ameibakisha Tanzania Prisons. Of course, Amani Josia si mgeni wa playoff. Na si mara ya kwanza kuiongoza timu kucheza playoff. Biashara shaye kuwa kocha wakati yuko championship. Amani Josia. Umeona? Tuliona playoff kwa upande wake. Hapa Tanzania Prison tumeshuhudia playoff. Ni mwalimu ambaye anajua kuinua unasema motisha kwa mchezaji mmoja mmoja. Kuna kipindi mwalimu hauhitaji ufundi, hauhitaji mbinu wala hauhitaji sijui mikakati. Tena mechi za hivi hazihitaji vitu vingi sana. Vitu vingi. Ni basics. Fanyeni vitu vya msingi tu. Nenda akamwambie Oscar Majanga ukifika langoni kitu pekee ambacho nakihitaji kutoka kwako ni magoli. Sihitaji chenga, sihitaji mbwembwe. Huu ni mchezo ambao unaenda kuamuliwa na matokeo ambayo yakiwa ya ushindi kwetu sisi tunabaki, yakiwa ya kufungwa tunaondolewa. Kwa hiyo ni spirit ambayo ameenda kuiingiza kwa wachezaji wake na imeenda kumlipa. Si tu katika michezo ya playoff, tazama hata katika michezo mingine. Tanzania Prison inapoteza mchezo, inafungwa, lakini ndani ya uwanja unaona wachezaji commitment ipo katika hali ya juu. Hauoni wakiwa wana lose concentration katika matukio. Unaona tu wanazidiwa ufundi na mbinu na ubora wa timu ambazo wanakutana nazo. Lakini wakikutana na timu za madaraja ya kwake yeye, unaona wanaweza kuwazidi possession kwa maana umiliki wa mchezo. Unaona wanatengeneza sana nafasi, lakini ile clinical finisher ndio unaanza kuijudge kwamba kwa nini hakufunga, kwa nini hakufunga. Lakini unaona mwalimu Josia Amos ameweza kuitengeneza Tanzania Prison sio kwa 100%. Maana nikisema 100% naweza nikawa na makosa. Kwa sababu alichukua mkataba wa miezi 6. Anafaa kuendelea kuinua kwa msimu ujao. Na yani unajua kwangu mimi tulizungumza hapa Tanzania Prison na wenyewe sio kwamba wamestahili sana kubaki ligi kuu. Na wenyewe tazama kama goli ambalo wameruhusu. Angalia namna mabeki walivyokuwa wanajilinda. Goli jepesi kabisa Fountain Gate wanafunga. Yaani wameshinda sio kwa ule ubora wao kwa sababu ya makosa binafsi mengi ya wachezaji wa Fountain Gate. Yaani ukiwa coach utaenda highlight kwamba of course tumefanikiwa kufuzu, lakini sisi tulikuwa tunafanya nini kwenye mechi. Kuna muda unahitaji makosa ya adui ili ufanikiwe, lakini namna mchezaji mmoja anavyocheza, ile timu ikiwa iko unit wanacheza vipi. Tanzania Prison bado ni wadhaifu na wenyewe. Kwa hiyo kama atabakia inabidi apatiwe wachezaji wengine. Sasa hichi kikosi akienda nacho msimu ujao bado atakuwa na changamoto. Yaani bado atarudi kwenye changamoto tena za kucheza hizi playoff. Na playoff ukizicheza zikiwa sasa kwenye trend ya kuzicheza, mwisho wa siku utashuka daraja. Kwa hiyo alifurahi kwa sababu mwisho wa siku ndo kazi ambayo alipatiwa ifanye. Aibakize timu na ameibakiza kwa njia ambayo unaweza kusema ni ya nyuma. Lakini bado Tanzania Prison sio ile Premier League material team ya kusema kwamba hii itacheza mechi 30 kwa hichi kikosi. Kwa hiyo kitu muhimu
ni waingie sokoni watafute wachezaji. Na mimi sasa hivi naona timu nyingi hizi zinatakiwa zianze kuwekeza kwenye vijana. Sitafute wachezaji vijana. Hao wachezaji ambao sijui ni wazoefu veteran wanatumia kwenye kucheza timu kama 7 hivi za ligi kuu. Unaona? Kucheza timu nyingi sio issue. Alafu unajua mfano tukirudi kwenye hicho ulichosema Dickson. Fountain Gate ambao jana wamecheza hata ile mechi ya kwanza. Unajua kikosi chao cha kwanza kile kwa asilimia kubwa hawapo wachezaji. Kwa hiyo wale under 20 ambao wengine wanacheza Chamazi wameingizwa kwenye kikosi. Na ndio maana tumeona sasa ile Fountain kidogo sasa hivi inarudi kama ina flow hivi. Timu inakimbia, wanacheza, wamekuwa bora kama mechi ya jana. Ile moja ulikuwa unaona kabisa uliwapa upinzani mkubwa sana Tanzania. Ni vitu vidogo na nafikiri wanaogopa. Lakini tuna ligi ya vijana imeisha mwezi mmoja uliopita. Hata ukipa alifanya jana makosa yale. Alikuwa vizuri sana kwenye lakini ndio tunasema makosa tu. Ni goalkeeper under 20 yule. Ambaye anashughulikiwa. Yaani tumeona ligi ya vijana. Hakuna haja unatafuta mchezaji amecheza Premier League miaka 10. Miaka 10, yes. Vijana wapo sasa hivi wanaenda wapi? Wa Chamazi pale. Wajaribu vijana kwenye timu yako, ukiwa nao hata 5 sio mbaya. Timu nyingi hazitakuwa kwenye haya matatizo kwa sababu kijana anataka acheze. Hiyo kwanza ni platform kwake. Atahitaji kupambania jina lake sababu kuna kuuzwa ndani na nje ya Tanzania. Tofauti na yule aliyomaliza. Tofauti na yule aliyemaliza. Yule aliyemaliza anataka salary yake ikiingia dakika 50 akupatie. Anataka pension. Hivi unakumbuka tukio la Molson? Kocha anamwambia toka, jamaa anamwambia mimi siwezi nikatoka. Hauhitaji wachezaji wa hivyo kwenye timu sasa hivi. Yaani mchezaji ameshamaliza kitu, ana ile motivation tena ya kusema naingia leo kupambana, lakini kwa anaambia njoo nje, anaambia lakini kwa kijana kwani Morrison ni mchezaji wa kwanza kukataa kufanywa sababu. Mimi nimezungumzia kwa kesi wale ambao wamemaliza wachezaji veteran. Yeah, of course mimi naweza nikawa njia moja na wewe kwenye hoja ya kutafuta na kuamini vijana. Kama umeweza kuonyesha ule uwezo wa kupambana, ile quality na ule ukakamavu, unaweza kumpa nafasi, kwa sababu hata wachezaji ambao sasa hivi tuna wajaji kwamba ni wazuri kutokana na uzoefu walipata nafasi huko nyuma wakaaminiwa, na baada ya kuaminiwa imani wakaenda kuilipa uwanjani, na sasa hivi tunaanza kuwazungumza kwamba wana ubora, lakini katika eneo ambalo limekuwa superb kwa upande wao ni eneo la uzoefu. Kwa hiyo naungana na wewe naenda na wewe kwenye hoja ya vijana, lakini hawa vijana hawatakiwi kuwa peke yake au kuwa peke yao. Yaani unachukua tu timu ya vijana unaipeleka ligi kuu, unaenda kutafuta jambo lingine ambalo linaweza likawa gumu kwa upande wako. Vijana wawe wanaingia taratibu kwanza kwa faida yao, kwa sababu kijana akiwa na umri labda miaka 18 mpaka 21 ukimpa pressure kubwa sana ya kumhitaji yeye uwanjani na yeye ndo aweze kuibadilisha timu kupata matokeo mazuri, akishindwa umempoteza. Ndio maana vijana katika timu nyingi ambazo wamefanikiwa wamekuwa wakipewa dakika chache ili waweze kuzoea ile pressure, usimpe mzigo mkubwa mgongoni mwake na aambukizwe nasema ubora na wachezaji ambao wameshafanya vizuri zaidi ya kwake yeye. Inaweza kumsaidia katika ukuaji wake akakuwa taratibu na baadaye ukamtumia kwa muda mrefu kuliko ukamchukua ukampa mzigo mkubwa na mahitaji makubwa alafu ukampoteza na usimuone tena katika karia ya mpira wa miguu. Na hii kwa kocha Amani Josia muda mfupi pengine kazi yake aliyopewa ni kuhakikisha kwamba Prisons inabaki. Ametimiza. Viongozi wa Prisons naona wakimpa labda pengine kazi nyingine ya muda mrefu kwa kikosi cha Tanzania Prisons, au hawa ni aina ya makocha ambao wanazinusuru timu inabaki alafu awape masharti magumu ya kumletea wachezaji wazuri, kwa sababu mimi sio mtabiri, lakini msimu ujao na hichi kikosi tena watakuwa kwenye hizo shida, mahangaiko haya watakuwa kwenye mahangaiko, ambao mahangaiko haya Mtibwa alikuwepo kaishia kushuka daraja, Kagera Sugar wamepona msimu Majimaji naye alikuwa kama hivi akaondoka mazima. Kwa hiyo yani haya mahangaiko haya wakibaki na hao wachezaji sijui waanze kutafuta wachezaji yani wanatakiwa wafanye reshuffling ya kikosi hata wachezaji 6 akiwapa hayo masharti, kwa sababu inawezekana wameona wamebaki hayo ni mafanikio, lakini mechi nyingi ambazo wamecheza yani wamekutana na timu ambayo ilikuwa ni dhaifu, dua ilikuwa nyingi sana. Fountain Gate ameruhusu magoli mengi kuzidi Ken Gold ambaye ameshuka daraja bao 54. Unaona, na hayo kijumlisha nafika 60. Yani timu dhaifu kuliko timu zozote. Kwa hiyo uwezo ukajisifia sana kwamba tuna timu nzuri. Kwa hiyo msimu ujao anatakiwa wape masharti kwamba anahitaji wachezaji, kwa sababu amethibitisha ni kocha ambaye ni wa Premier League material.
amefundisha timu kadhaa na amezibakiza. Kwa hiyo akipatiwa timu nzuri na tayari ana hii home ground advantage, hichi ni moja kitu muhimu sana kwenye ligi yetu. Kabla hii mechi tulikuwa tunazungumza jana sare ya 1-1. Tukasema mechi ya Mbeya itakuwa ni faida kwa Tanzania Prison, na ndio kitu ameenda kukifanya. Kwa hiyo anaweza akabaki, lakini kama anataka kuendelea kuifanya vizuri anahitaji wachezaji wengine. Akibaki na hawa matatizo yale. Fontaine wanakwenda kucheza na Stand sasa. Chama la wana hamu wao. Hao wanaweza wakapishana. Alafu ule uwanja ule wa CCM Kabarage ule unajaa wote ule. Hatari. Moja ya sasa uimara tunaona kweli Fontaine wanabaki. Kuna advantage ambayo Fontaine anayo lakini Stand hawana. Advantage ambayo Fontaine anayo Stand hana. Fontaine amecheza mchezo wake jana. Alafu atacheza tarehe 3. Leo tarehe 1. Stand United ana takriban wiki 2 toka championship imalizike na wao walivyocheza na Geita Gold. Sawa, kwa sababu nafasi ya pili, nafasi ya 3 na 4 kwenye upande wa championship mnakutana kucheza playoff, ambaye atakaye kuwa na wastani mzuri wa matokeo ya nyumbani na ugenini ataenda kucheza playoff na wa ligi kuu. Yes. Ni muda mrefu, sio swala la wiki moja, yani swala kama zaidi ya wiki moja. Kwa kuna mapumziko fulani ambayo Stand wanayo, lakini hawa Fountain Gate hawana. Kwa hiyo wachezaji bado wana morali, wachezaji bado hawajatengana kwa muda mrefu, wachezaji wana ile motisha wa michezo ambayo wametoka kucheza tu dhidi ya Tanzania Prison. Kwa hiyo ndio advantage ambayo naiona kwa upande wa Fountain Gate. Nafikiri hiyo ni faida kwa Stand kuliko Fountain Gate. Tunajua hawa Fountain Gate kwanza wachezaji sijui kama kiakili wako sawa 100% kila wanapoenda kucheza mechi. Yaani wanaingia kwenye ile mechi kwamba tunaamini tunaweza tukashinda. Makipa kwanza kwao ni changamoto. Hiyo ndio. Yaani watu wanacheza wanawaza golini kule. Ukipa muda wote anaweza kusababishia matatizo. Kabisa, muda wote. Stand wamepumzika hizi wiki zote. Nao wametoka kucheza mechi, wamesafiri, wamerudi. Stand yuko vizuri. Kwa sababu anajua nafasi yake pekee ya kumfunga ni kuwapiga hawa jamaa. Kwa kuna mazoezi watakuwa wamefanya, una hizi tactical prioritization wamezifanya, ni kama mechi wanacheza wao kwa wao, kama wana kocha mzuri ambaye amewapa hayo mazoezi. Naamini watakuwa wamejiandaa kiakili, wana nguvu za kutosha. Kwa sababu ukitazama Fountain Gate unawafikia. Ukiwafikia tengeneza nafasi as much as you can, unafunga magoli ya kutosha. Kwa sababu wanafanya makosa yao binafsi. Kwa hiyo kwa namna nyingi ni mechi ambayo Stand iko kwenye mkono yao. Sasa baada ya mechi ya kwanza ambayo naamini kama wanaweza Stand wanaweza kumaliza mechi tu kwenye mkondo wa kwanza. Stand yaani waimalize hapo kwa sababu ya pili ndio Deo utarudi sasa kwenye pointi ya Deo. Tayari hao Fountain Gate ni Premier League team, wana uzoefu. Wanaweza wakasema sasa hivi tumewaheshimu Stand, tucheze nao. Yaani kaisha maybe 1-1 2-2 au bila wanasema hawa tunaweza tukawaamua. Na hoja nyingine. Na kama ungekuwepo na wale wachezaji wao angalau basi hata watatu. Wale kikosi cha kwanza kina Kimbwa. Hawa si wasingekuwa kwenye haya matatizo. Wasingekuwa kwenye haya matatizo. Hicho nayo hiyo ni kitu kingine ambacho kimewaathiri, kupoteza wachezaji wao. Yaani timu ilikuja hivi afu ni kama ikapukutika hivi. Yaani ikabaki tu watu wanaenda kutimiza tu wajibu wa dakika 90 uwanjani. Fountain wana advantage nyingine ya timu nyingi ambazo zinatoka championship kuzitoa timu zinazotoka ligi kuu. Ni Mashujaa tu. Ni Mashujaa walifanikiwa katika miaka ya hivi karibuni. Ni Mashujaa kuwatoa Mbeya City. City. Kuna kipindi wale walimtoa nani? Bao sio walicheza kipindi. Na Ihefu. Ligi zilikuwa timu 20 zilikuwa zinashuka 3 moja kwa moja. Kuna playoff ambayo ilichezwa Mwanza kule. Yes. Ihefu walimtoa Mbao. Mbao walikuwa ligi kuu. Ndio tunahesabu kwa 2010 kwa vidole 2020. Mbao ya Mwanza. Sawa. Walikutana na timu ya championship. Mshindi wa pale anabaki ligi kuu. Akafanikiwa Ihefu. Sawa, lakini bado tunahesabu kwa vidole, tofauti na timu ambazo zimefanikiwa zaidi zinaonekana za ligi kuu kuliko za upande wa championship. Kwa hiyo naona pia advantage nyingine kwa upande wa Fountain Gate ipo kwenye upande wa timu ambazo zinatoka ligi kuu zikicheza playoff na timu ambazo zinatoka championship zimekuwa zikifanikiwa zaidi kuliko timu kutoka championship. Stand nimeitazama sana kwenye game za FA na championship.
Stand sio timu ambayo inaingia uwanjani ikiwa na wasiwasi wowote wa matokeo. Stand ni timu ambayo cha kwanza wao wanahitaji kuwa wa kwanza kwenye kuwania mpira, kuwa na mpira na kukushambulia wewe. Wamedhihirisha hivyo katika michezo tofauti tofauti na katika takwimu zao za magoli. Ni miongoni mwa timu ambazo zimefunga magoli mengi sana kwenye upande wa championship. Hiyo yote na kuonyesha kwamba sio timu ambayo itakusubiri wewe huje. Ni timu ambayo itakuja na kukuuliza maswali magumu. Kama utaweza kuyatatua utawafunga, kama hutaweza kuyatatua maana yake ndio namba za magoli nyingi zitakuwa kwa upande wao. Kwa hiyo hoja nyingine ambayo inaweza kuwa ikawa ya msingi kwa upande wa Stand United kutoka championship, je, hawa Fountain na matatizo yao yote ya kuruhusu wavu wao kuguswa mara nyingi wataweza kuhimili ile pressure ya Stand ambayo wameionyesha kwenye upande wa championship? Sawa. Na alikuwepo mwalimu Mohamed Muya ndio alianza na timu Fountain Gate, ambaye timu yake ilikuwa nzuri, tengeza msingi mzuri. Akaja mwalimu Robert Matano hivi kabla Matano alianza, alitoka Muya akafuata Matano. Alifuata Matano. Alipotoka Robert Matano akaja mwingine hapa mwalimu kwenye benchi Amri Saidi pamoja na Alidi Adam. Toka hapo Alidi Adam na Amri Saidi akaja mwingine Eiza, ndio ipo mpaka sasa. Yule mwingine hakukaa au alipita tu? Yupi? Kuna mwingine alikuwepo. Ndio najaribu kukumbuka. Maana wao wamefukuza wengi, wamekwenda pale. Messi ameenda Black Stars. Ila alikuwa Kagera kaenda Black Stars. Ila na sikia kama yuko kwenye benchi la ufundi. Nani? Messi Medo alienda Singida Black Stars kwenye benchi la ufundi. Lakini Singida Black Stars si muone. Kwa hiyo haya sawa, makocha 4 5. Haya, magolikipa ni Bakari. John Noble. Kuna golikipa anaitwa Kisuka. Yule alikuwa mkurugenzi wa ufundi. Haya. Akaanza Fonte. Huyu golikipa jana jina limenitoka kidogo. Nani? Alikuwa under 20 yule, alipotoka Masatu. Kijana mdogo tu bafu. Kwa hiyo idadi ya magolikipa ambao wamecheza ndani ya kikosi cha Fountain Gate inafanana na idadi ya makocha ambao wameifundisha Fountain Gate msimu huu. Umeona? Kwa hiyo hesabu yako ulikuwa unataka hivyo, nilikuwa nataka kuanisha hivyo. Makocha 4, makocha na magolikipa 4. Yaani mpaka sasa hivi inaenda kucheza playoff na Stand. Goalkeeper 4 ndo ana uhakika wa 100% kucheza hiyo, kwa sababu namba 3 sikatoa nyekundu jana. Hawezi kucheza. Kwa hiyo sasa analiza kocha 4 ambaye ndo mwenye uhakika wa kusimama tena kuendelea kusimama kwenye playoff hii dhidi ya Stand United. Unajua TFF ndio timu ambayo tumesema imeruhusu mabao mengi. Magoli karibia 60 na ya jana ukijumlisha. Unajua TFF kama wanaweza sometime timu zingine takiwa zipigwe faini. Fountain Gate wamekuwa wadhaifu. Yaani wakibaki ligi kuu. Faini kwa kufungwa? Sio kwa kufungwa, yaani kwa kuwa dhaifu. Nini? Yaani unajua kwa mfano tuseme ligi zingine ukipeleka kikosi dhaifu kwenye mechi unapigwa faini. Unaweza unapigwa faini tena kubwa, unatakiwa upeleke timu yako bora. Hasa faini kwenye upande wa shirikisho na bodi ya ligi, faini yao ukishindwa kuendelea kusurvive kwenye ligi utashuka daraja. Maana yake wewe daraja lako sio la ligi kuu, wewe daraja lako ni la championship au first league. Ndio faini kwa upande wao. Na ndio hapo nakuja kuongelea kwenye hizi timu ambazo zinacheza playoff. Yaani kama Fountain Gate kwa msimu sio wale unasema hawa wamejitahidi kutakiwa kuwa hapa na unaombea hata wabaki lakini Fountain kadri wanavyozidi kusogea wanakwara kuiombea timu yao ifanye vizuri katika mchezo kwa dua. Wanavyozidi kusogea ndio wanapozidi kufanya makosa mengi. Ndio shida inakuja hapo. Unaona kazi. Kuna yani kule ukifika Manyara. Wanaipenda timu yao. Vizuri tu. Na hata juzi playoff ya kwanza walijaa uwanjani. Walikuwa unaona kwamba wanaisupport timu yao. Nafikiri kutakuwa na shida ya uongozi kwa upande wa Fountain Gate. Unajua kabla hatujaona product ya mwisho uwanjani lazima kutakuwa na maandalizi makubwa ukiachana na benchi la ufundi. Wachezaji wenye msingi wa kikosi cha kwanza wapo. Hapana, yani sitaki kuiweka hiyo kama ndo sababu ya Fountain Gate kuwa katika hali mbaya. Wachezaji 30 upande huu. Yani sitaki kuiweka hiyo hoja. Management itakuwa
kutakuwa na shida kwenye upande wa uongozi wa Fountain Gate ambayo inaathiri hadi matokeo tunayoona katika uwanja wa mpira wa miguu. Aidha wachezaji hawapati stahiki zao kwa wakati, maana si tu mshahara ambao watu wengi wanauzungumza, kuna upande wa bonus. Ni sehemu ambayo wachezaji wasipopewa kama waliwaahidi ile motisha na ile nguvu ambao walikuwa wanakupa katika mchezo ambao uliwaahidi, hawezi kupa tena. Wanajua hapa tuliongopewa na sasa hivi sasa tuweze kuwagharimu kwenye upande wa matokeo. Na nikwambie tu, licha ya timu hiyo ya Fountain Gate FC ya Babati mkoani Manyara kupoteza mchezo wake dhidi ya Tanzania Prisons katika dimba la kumbukumbu ya Sokoine pale jijini Mbeya, mashabiki wa timu hiyo kutoka Manyara wenyewe wamesema bado wana matumaini makubwa ya timu yao kubaki kwenye ligi kuu ya NBC kwa msimu ujao wa ligi hiyo. Mambo yakiwa mazuri, tutakwenda kupata taarifa hiyo ya mashabiki hao. Ndio kile ambacho tulikuwa tunakizungumza, kwa mashabiki hawachoki. Bado mashabiki wakati tamaa. Wana imani. Na umezungumzia matatizo, nafikiri matatizo yameanzia kwa kumuondoa Mohamed Muya. Basi hapo hizo shida ilianzia. Unajua unaambia usiangalie ulipoanguka, unaangalia ulipojikwani. Kwani kama mifano ni eneo la walimu kuondolewa. Tanzania Prison wameondoa mwalimu. Na ndio maana yani ndio mwalimu. Yani ndio maana Yanga wameondoa mwalimu. Ni timu 3 tu ambazo kwenye ligi kuu msimu huu hazijatimua kocha wao toka msimu unaanza mpaka unamalizika. Dodoma Mekimexime, Simba Fadu Dabs, JKT Ahmed Ally. Timu 3 nyingine zote zimeondolewa. Kiungai tunakwenda kuipata sasa hiyo taarifa inahusiana na mashabiki wa Fountain Gate kutokukata tamaa na matokeo ambayo wanaipata timu yao ya Fountain Gate katika michezo hii ya mtoano wa playoff. Wajitathmini, hivyo basi wajitume na wafanye vizuri. Si tuko nyuma yao. Tunawatakia kila laheri, wakafanye vizuri ili tuweze kurudi katika kinyang'anyiro msimu ujao. Maoni yangu ni kwamba kimsingi wapambane. Tunachokiamini kwamba Fountain ni timu kubwa, ni brand kubwa, inaweza kushinda mechi. Kimsingi ikapambana, irudishe tena timu Babati hapa, tuendelee kula burudani. Tokea leo kwa kweli tumepokea kwa masikitiko makubwa, ila sio mbaya, wamejitahidi vizuri, ila tunawaombea kwenye mechi yao hii ya mwisho ambao wanakwenda kucheza na Stand United. Tunaomba waongeze bidii, washirikiane, wawe na umoja. Kwa hili la Fountain Gate kufungwa na Tanzania Prison, sisi kama wana Babati limetusikitisha sana, ila tungependa timu yetu ya Fountain Gate iweze kupambana mchezo dhidi ya Stand United ili iweze kupata matokeo mazuri, ili iweze kubaki wana Babati, wana Manyara tuweze kuwa na timu ya mkoa. Matokeo leo kwa kweli timu imejitahidi kupambana kadri ya uwezo wake, lakini mwisho wa siku aggregate ni 4-2. Tumetoka, tuna playoff nyingine ya pili ambayo tutaianzia kucheza na Stand, itakuwa ni tarehe 3. Mimi kama shabiki wa Fountain Gate na imani kwamba tutapata matokeo mazuri na kupitia Stand United na timu itabaki ligi kuu. Msimu wa mashindano mbalimbali umemalizika ndani ya klabu ya Yanga ikishuhudiwa kutoa mataji 5 ikiwa ni ligi kuu ya NBC, kombe la shirikisho la CRDB, ngao ya jamii pamoja na muungano na kombe la Toyota. Kwa kuzingatia mafanikio hayo, tutazame nafasi ya baadhi ya wachezaji ndani ya kikosi cha Yanga katika kuhakikisha kwamba inabaki katika ubora huu kwa msimu ujao wa 2025-26. Kuna wachezaji ambao hawajaonekana kupata nafasi kubwa ya kucheza kwa msimu uliomalizika wa 24-25. Jonas Mkude, Salmo Bakari, Eshua Boy, Faridi Musa Maliki na Dennis Mkane. Hao nimemention wachezaji wote ambao tunakwenda kuwatazama, lakini tunaanza na Jonas Gerard Mkude, mechi 4 dakika 31. Kama mchezaji medali amepata? Medali amepata? Medali? Ya ligi ni mechi 4. Hizo mechi lakini. Mechi najua huwa ni 5, average ya ligi nyingi ni mechi 5. Ndio kupata medali. Katika mashindano. Katika yani katika ligi husika inayoendelea anatakiwa ashiriki mechi 5. Vipi?
yani kama anataka medali, zile medali ile ya ligi kuu ya ubingwa ile, kama timu yako imechukua ubingwa na kila ligi ina kanuni zake. Ndio nasema kama kwetu ni mechi 4 basi ni kitu kizuri kwa Jonas. Nimshuhudia Jonas, lakini sasa unaangalia Jonas nafasi anayocheza na ambao wanacheza mbele yake. Jonas ni veteran. Ni veteran. Yani ni legend kwenye mpira wetu. Amesha yani ule wakati wake bora nani veteran. Au ni kujiweka sometime kwenye veteran. Jonas ni veteran. Kwa sababu tumemwona, mimi nimekuwa namwangalia Jonas Mkude sasa hivi. Unaona? Kukosa hata kucheza mechi 15. Sasa ndio wanaocheza pale mbele yake. Sio naumiaga. Duke. Arid Aucho. Ubora wao ni ingekuwa ni ngumu kwa bahati mbaya kwa Jonas. Pia makocha wamebadilishwa. Kwa labda Gamondi angempatia hiyo nafasi, amekuja kila kocha ambaye amekuja Yanga amekuta kile kikosi ambacho kinaanza first 11 hakutaka kukibadilisha. Kwa sababu unaweza ukakiua wale wachezaji kina Duke, kina Arid Aucho, sijui Mudathiri haya ambaye naye ni versatile, anaweza akacheza hiyo nafasi, ndio anapatiwa nafasi ya kwanza. Kwa hiyo nafikiri yeye ameenda kushinda mataji. Anaongeza kabati lake la mataji, lakini kiukweli unaamini kama Jonas Mkude angeenda kucheza timu nyingine kupata nafasi ya kucheza bado angekuwa katika ule ubora ule? Angeenda timu nyingine tofauti na Yanga au tuseme hizi timu kubwa, alikuwa anacheza kila wiki. Kwa sababu ni veteran, ana uzoefu ambao anawasaidia wachezaji kwenye ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Na tuseme angekuwa JKT, angekuwa sijui Fountain Gate, angekuwa Coastal Union, week in week out tungekuwa tunamuona Jonas Mkude yule ambaye anacheza, kwa sababu bahati mbaya mchezaji hawezi akawa mzuri kwa kukaa bench. Na hata kama ulikuwa ni mzuri vipi ukikaa bench tu, kuna ile hamu ya kucheza mpira hauna tena. Inapotea. Ukiwa unaingia uwanjani unasema naingia tu kukamilisha dakika zangu. Michezo 4. Na uzuri analipwa mshahara wake, kwa hiyo sio shida zake, na timu inashinda makombe. Ukichanganua michezo 4 maana yake alikuwa anaingia dakika chache. Kwa sababu michezo 4 dakika 31 ukizigawanya hizo maana yake dakika 5 tu, dakika 6, dakika 7. Dakika 8 4 tu. Yaani unaona kabisa labda nafasi yake haipo. Mazoezini hata alikuwa mshawishi kocha. Lakini mimi sijaona jambo la ajabu sana kwa Jonas Mkude kutopata nafasi. Sijaona hilo jambo la ajabu wala sio big story kwa upande wa Mkude kukosa nafasi kwenye kikosi cha Yanga. Kwa sababu hata alipotoka, kwa maana alipotokea Simba, misimu yake ya mwisho nafasi ilishaanza kuwa finyu kwa upande wa Mkude kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha Simba. Tayari kulikuwa na zile dalili zote, kwa sababu ya ushindani na kasi ya mchezo ilikuwa kubwa kutofautiana na yeye na kile ambacho anachokitoa uwanjani. Of course kwa upande wa Jonas Mkude ukitaja viungo bora kabisa kwenye ligi yetu kihistoria utaweza kumtaja katika hii miaka 20 toka 2005 mpaka 2025. Ukitaja top 5 ya viungo Mkude utamweka, Mzamiru utamweka katika eneo la viungo wa chini, lakini anabaki katika eneo la historia, habaki katika eneo la sasa hivi. Mzamiru Yasin yupo Simba. Mzalimu hajacheza mechi nyingi sana na za mimi nimweke hapo. Japo yani unazungumza au zungumzi current. Ukizungumza kwa sasa hauwezi kumweka, utamweka Yusuf Kagoma, utamweka Adolfu Mtasingwa. Hao ndio viungo ambao unaona kwa sasa hivi wapo katika fomu ya hali ya juu. Lakini kihistoria wale top 5 viungo ambao walifanya vizuri sana. Sawa. Huwezi kumwacha kumtaja Jonas. Salum Abubakari Shuaboy, mechi 13 ambazo amecheza, dakika 462. Wale wachezaji wengine ambao nafasi yake ilikuwa ni chache, lakini kidogo huyu ana afueni. Akapata dakika nyingi. Michezo 13, dakika 462, assist moja, si haba. Ni squad, ni mchezaji ni wanaitwa squad player. Unaona mchezaji isipokuwa kafu uzuri ni versatile huyu. Shuaboy anakupatia na nafasi nyingi, anaweza akacheza. Kwa hiyo sio mbaya kwa dakika zake na umri wake, lakini pia tukumbuke naye amecheza sana mpira. Yaani huyu yupo Yanga. Sasa hizi hao wachezaji ambao huyu ni wa pili, mchezaji ambaye anaweza akacheza timu nyingine ya ligi kuu kila wiki ni huyu Salum Abubakar. Yaani huyu akienda sijui JKT anapata namba, akienda Singida Black Stars anaweza akacheza, akienda JKT anaweza akacheza kwa sababu ana ubora na ana uzoefu. Lakini bahati mbaya sasa kukaa benchi muda mwingi
ndio huko kunarudi kuua kiwango cha mchezaji. Showboy kwenye ubora wake nafikiri kwangu mimi ni moja ya viungo bora ambao nimewahi kuangalia. Kwenye ubora wake ule ukimwona anacheza ni good midfielder, lakini kwa nafasi yake Young Africans bado wale ambao walikuwa wanacheza mbele yake ni kama kwenye mazoezi walikuwa wanamwambia wewe utatusamee tu. Yaani sisi labda tuumie wewe ndio utacheza. Na kocha yani ile first 11 ya Yanga kocha yote ambaye amekuja hakutaka kuibadilisha. Sijui yani sijui tuanze kufanya tujaribu wengine wale ambao wanaanza kila wiki ndio kocha aliwaamini. Kwa hiyo kwa Showboy hizo ni dakika sio mbaya kwake. Dakika na assist moja. Kwa hiyo unaweza ukasema amechangia Yanga kubeba ubingwa wa ligi kuu msimu. Kuna wachezaji hata wao ukiwauliza kati ya wewe na huyu nani aanze, naweza asijitaje yeye. Unakuwa muwazi. Yaani wako mwingine anakuambia kusema na aanze mwenzangu. Yaani kuna wachezaji kwenye kikosi kusa kwenye hizo timu kubwa. Yeye mwenyewe ukimuuliza bwana wewe hapo na Mudathiri aanze nani? Kama unajua uwezo wa mwenzako na unajua uwezo wako, utasema bana ni bora aanze Mudathiri, mimi nitamsaidia baada ya kuchoka au baada ya kuumia, kutokana na fomu ambayo mwenzangu anayo na ubora ambao anauonyesha na impact ambayo anaitoa uwanjani, alafu unajilinganisha na wewe uwezo wako na fomu yako na impact ambayo unaitoa uwanjani. Kwa hiyo kuna wachezaji wengi sana kwenye hizi timu kubwa wao wenyewe ukiwauliza wanaweza kukwambia wanaoanza ni bora kuliko hata sisi. Yaani hapo kwa mfano umeenda kulalamika kwa kocha. Kwa nini pangi? Kocha anaweza kukuuliza wewe na huyu unaona nani anastahili? Yaani wewe kocha anaweza mwingine sasa anakuambia huyo anastahili, lakini sasa na mimi niongezea dakika niyo nacheza. Inakuwa kama story moja ya Ferguson na Eric Cantona. Cantona alikuwa anaenda mazoezini anachelewa. Wachezaji wakaenda kulalamika kwa Ferguson. Kocha huyu anakuja anachelewa kila wiki, mbona muadhibu? Ferguson akamwambia okay, hakuna shida. Yoyote atakayecheza vizuri kumzidi Cantona kwenye misimu inayokuja. Yeye anakuja na naye amechelewa. Nitampa nafasi. Sasa huyu ndio mchezaji wetu bora. Sasa tunataka tena na tena mwingine ya nini? Ndio kama Abubakar Showboy na wengine bado wanaanza ni wazuri kwa kumzidi Salim Abubakar Showboy. Lakini kwa upande mwingine Faridi Musa Maliki miongoni mwa wachezaji ambaye kipaji kikubwa sana, lakini kwa msimu wa 24-25 Faridi Musa Maliki lakini pia kuna Dennis Nkane naye michezo ambayo amecheza michezo 5 dakika 178. Dennis Nkane bado kijana huyu, lakini bahati mbaya sasa kwa Dennis Nkane hiyo nafasi yake anayocheza ni moja nafasi muhimu zaidi kwenye hizi timu za Simba na Yanga, winga. Yani sasa uone kama yani kuna kocha atatokea labda aseme Kane hebu kwa unaanza kila wiki tukujaribu. Unajua huyu kwa mfano timu zingine huyu alikuwa anatakiwa apelekwe mkopo acheze ili akue, develop awe mchezaji ambaye ni mzuri, lakini sasa anabaki benchi. Na mechi za FA alizopatiwa nafasi alionyesha ni mchezaji hatari, na wanaomjua Dennis Nkane tunajua ni kijana ambaye kama akiwa anacheza kila siku anaweza kuwa mchezaji ambaye hata taifa tunaweza tukamtegemea kwenye timu ya taifa. Lakini bahati mbaya mechi 7 kwa umri wake kocha anaweza akajitetea akasema huyu bado ni mchezaji kijana. Kuna Pakome, kuna Maxi. Yaani hata yeye mwenyewe huwa sijui analala anasema kwamba kesho nitacheza kweli mimi. Afu ikiwa hivyo mazoezini mfano unajituma sana mazoezini. Unajituma sana mazoezini. Kwenye mechi hata benchi ukae ili yani inakuwaje? Yani kumbe unakubali kuna wachezaji hata wajitume kwa kiwango gani huwezi kumzidi mwenzako, kwa sababu mwenzako ukiondoa katika hoja ya kujituma amekuzidi wewe uwezo. Yani issue sio tu kujituma, unaweza ukajituma lakini wewe nini ambacho unakichangia katika mchezo wa mpira wa miguu? Faida yako ni ipi kumzidi mwenzako? Mechi 5 dakika 178. Kati ya wachezaji ambao wanaenjoy kuwepo katika kosti ya Yanga ni Dennis Nkane. Kati ya wachezaji ambao wanaenjoy, wanafurahia kuwepo kwenye kikosi cha Yanga, anaishi kwenye ndoto zake. Mwanzo tulikuwa tunazungumzia kuhusu mechi 7 kwa Faridi Musa dakika 152, lakini usahihi kabisa ni michezo 5 kwa Dennis Nkane dakika 178 ndizo ambazo ametumikia ndani ya Yanga, lakini medali amevaa. Medali amevaa huyu.
tena vijana kuna kuaga ni exceptional kwao. Unasema huyu achezi mara kwa mara, lakini unajua wakati mwingine wanaowasimamia wachezaji, mimi sijui, yani sijui kwenye upande wao, lakini kwa mtu ambaye anapenda kucheza mpira aweza akafurahia kukaa bench. Yani hiyo dunia nzima mchezaji yote ambaye hii ni kazi unalipwa, lakini kuna ile passion yako. Yani ni kama wewe wakuzuia usitangaze mpira au usitangaze. Yani unalipwa pesa, lakini it is your passion, unaifanya kila siku. Inakufanya usiwe na mawazo. Yani sasa mimi sijui Dennis Nkane ana kipaji ambapo wachezi kama sijui anajisikiaje mwenyewe ndani yake. Huyu mchezaji ulikuwa Yanga alikuwa anaweza akampeleka mkopo au akaomba mkopo nikacheze timu nyingine. Huo ni uhalisia wa mpira wa miguu kwa afya ya mchezaji, si kukatalii. Ni uhalisia, mchezaji yoyote ili aweze kuonekana bora lazima apate nafasi. Huo ni uhalisia, na mchezaji lazima upambane upate nafasi ili uendelee kuonekana kuwa bora uwanjani. Lakini tunazungumza sasa uhalisia wa kibongo Tanzania. Farid Musa enjoy mechi 7 dakika kipaji bora kabisa 152 toka Spain kwa Tenerife Tenerife mpaka Jangwani, michezo 7 dakika 152. Alikuwa na injury umeumia sana msimu uliopita. Msimu huu sijasikia taarifa za kuumia kwa upande wake. Kwa ni kiwango tu huyu makocha watakuwa labda wamtendee haki. Hapana, mimi Farid Musa anajua. Sitaki kuamini. Yaani unajua ya basi. Kwani unafikiri paka unaenda kwenye club kubwa kama Yanga unakuwa haujui mpira? Unakuwa hauna kipaji? Kila mchezaji ambaye yupo kwenye hizi timu kubwa lazima kuna kitu cha utofauti ambacho anakuwa nacho. Yaani huo ndio ukweli. Lazima kuna kitu amekionyesha. Ndio uwezo na wachezaji ambao wamesajiliwa. Na huo ndio walisia kidedea. Yaani sasa mimi ni swali ambalo nakuuliza Dickson, ambalo mimi inabidi pia nijiulize. Farid Musa anacheza wapi kwenye kosta Yanga? Katikati ambaye anaweza katikati anamtoa nani? Yaani ndio maana kwa nini nasema inawezekana kocha wakati mwingine amtendee haki. Timu kwenye kufanya rotation. Kuna wachezaji kama Farid Musa ni mchezaji mzuri kwa rotation, lakini sasa inafanyika kwa kiasi gani? Inafanyika kwa kiasi gani? Hapo ndio unarudi kwenye demand za makocha, pressure ambayo makocha wako nayo. Atahitaji kuchezesha mchezaji ambaye anamuona kila wiki, sio yule ambaye anafanya vizuri mazoezini. Farid Musa hizo mechi 7 kama umepata bahati ya kumwangalia alikuwa vizuri. Na yani kuna kipindi kuanza kama beki wa pembeni, yani na ndio sema ambayo ni kitu kizuri kuhusu kidogo alikuwa na unafuu, anakuwa winga, anakuwa katikati. Tuseme mchukue mtu ambaye ajui mpira mara ya kwanza, umwekee Farid Musa hivi muangalie, umwekee clip zake, atakwambia huyu ni mchezaji hatari. Ndio yani uhitaji hata ile sijui kufikiria sana. Farid Musa anajua, lakini sasa mashinikizo ambayo makocha wapo hizi timu kubwa ndio zinafanya wachezaji kama Farid Musa akikuta kwenye mafaili yake wachezaji gani wamecheza dakika nyingi, atakuwa anacheza na hao kila siku kwa sababu ndiye anaamini ndio bora. Huyu Farid Musa anaingia sasa kwenye mkondo ambao wachezi muda mrefu, lakini Farid Musa anajua. Yaani wewe kama hujui mpira unamwangalia mara ya kwanza utahisi huyu ni mchezaji bora kwenye ligi yetu, lakini ndio hivyo bahati mbaya yake. Na alikuwa na nafasi kwa sababu ni msimu yuko Yanga misimu kadhaa. Alikuwa na nafasi ya kwenda kucheza timu nyingine. Na labda ingekuwa hata anafunga magoli ya kutosha, tunasema ni mchezaji mzuri, lakini ndio hivyo. Bado hajafikia katika uveterani. Bado huyu sio veterani. Huyu anaweza kaenda, yani bado akacheza mpira misimu 4-5 kwenye timu nyingine akacheza vizuri. Na unaweza kujiuliza wachezaji ambao wamekuwa na kiwango bora wakati wanatoka walipotoka na kujiunga na kikosi cha wananchi Yanga, lakini sivyo bahati nafasi kwenye kikosi cha kwanza imekuwa ni mtihani kwao. Salam Abubakar Shwaboy, Farid Musa Maliki, Dennis Nkane na Jonas Gerard Mkude, wote wazao ambao wamepoteza nafasi ya kwanza kwenye kikosi cha wananchi. Pamoja na kwamba kipindi ambacho Gamondi yupo tulikuwa tunaona Shwaboy pamoja na Jonas Mkude walikuwa wanapata nafasi walao za kucheza, lakini kwa takwimu ambazo tumeziona ni maswali ya kujiuliza, kuendelea kubaki pale wakiwa ni wachezaji wa chaguo la pili ama la tatu, au kupata nafasi ya kwenda kucheza kwenye timu nyingine walau kwa mkopo kurudisha viwango vyao kwa wachezaji ambao tumewazungumzia. Ukisema kwa mkopo, kwani hao wachezaji wanapewa mikataba miaka mingapi? Au kuomba kutoka
alafu warudi. Yani walisia ambao wanabidi tuseme wachezaji wako tayari wakae benchi kwenye hizi timu kubwa kuliko waende wakacheze sijui kuboresha viwango vyao. Yani swala la viwango kwao inaweza kuwa ikawa sio issue kubwa sana. Kuna lack of ambition kwa wachezaji. Yani mchezaji yuko tayari awepo Simba, awepo Yanga, awepo Azam. Kwa sababu kuna vitu vingi atakuwa anavipata kwa uhakika kuliko akienda kwenye hizi timu nyingine za madaraja ya kati. Mshahara wa uhakika, medali uhakika, bonus uhakika, safari uhakika, maji uhakika, unajulikana, umeme uhakika, unajulikana wanacheza timu kubwa. Yaani huo ndio walisia wachezaji wetu. Nikija kwa mfano, unaona kabisa kipaji changu hapa sipati nafasi ya kucheza. Nitoke niboreshe, na inawezekana kutoka kwenda kukiboresha. Alafu unapokwenda kuboresha kule hupati baadhi ya vitu ambavyo ushazoea kuvipata. Lakini umeenda kule kusema kwamba mimi kari yangu nataka ikue. Na kubaki ambako unajua kila kitu unapata na kari yako inakufa, unachagua wapi? Sisi tumetokea kwenye maisha magumu sana. Sisi tumetokea kwenye maisha magumu sana. Najizungumza mimi. Nimetokea katika maisha magumu sana. Kwa hiyo unachagua furusu. Kwa hiyo bora kifi kiwango, lakini mablanga yao yanapatikana. Mablanga kwanza yapatikane kwa sababu huko unapokwenda naweza kuwa pia ukawa hata una uhakika kwamba kiwango changu kinaweza kupanda au kikashuka. Kwa sababu kutoka pale kwenda kule ni kuhakikisha kwamba utacheza. Na kama utacheza maana yake huku ulipokuwa uchezi ndio kiwango kilikuwa kinakufa. Kule utacheza maana kucheza unaboresha kiwango chako. Na kule uliponiambia napokwenda kule maslahi ambayo hapa utayaacha kule huyapati. Sasa wewe fikiria kidedea. Huko napoenda napoenda kuboresha kiwango changu sipati maslahi. Nyumbani wananisubiria uje. Nitaweza kuboresha kiwango changu nikiwa na stress? Si ndio hiyo unauma meno kwamba nakiboresha kinakufa. Si ndio? Wakati unaenda kutafuta hiyo nani lazima ukubaliane na Dickson. Unakubaliana na hayo mazingira. Yaani kwangu mimi ndio maana nasema kuna lack of ambition. Mchezaji tuseme mtu yoyote, awe msanii awe mtu yoyote mwenye kipaji. Uwezo ukakaa ufanye kipaji chako kifunction namna inavyotakiwa. Alafu unapata pesa. Ni kama ukitendea yake. Kabisa. Yaani wewe unalala vipi kwanza kila siku? Tunaenda napata mshahara. Sio Simba na Yanga tu timu zipo. Kuna Azam, kuna timu zingine. Alafu sasa hivi hii ligi iko broadcasted Africa. Scout wapo wa kutosha. Yaani sio Simba tu na Yanga watakusajili. Kuna timu nyingi zinakuja wanaangalia wachezaji sasa hivi. Uzuri ligi inaonekana na ni ligi ya 4 kwa ubora Afrika. Kwa hiyo kuna mascout wengi wanakuja kuangalia. Sasa nafikiri ni wachezaji wenyewe wanaridhika kibinafsi. Anaona nikiwa hapa Yanga ndio hivyo Deo anavyosema. Yaani sio kwamba maisha magumu. Maisha magumu unabaki career ya mchezaji unajua ni miaka mingapi. Dickson, uko sahihi unachokizungumza. Yaani sikupingi na hata unachokizungumza wewe kidedea sikupingi. Tujitoe katika hizi nafasi zetu tulizokuepo. Tujitoe. Tukawe wachezaji sasa wa mpira wa miguu. Uondoke Yanga, uondoke Simba, uondoke Azam. Uende labda tutasema Kenny Gold ukapata nafasi imeshuka daraja. Nini ambacho kinaenda kutokea kwa upande wako kama mchezaji? Mbona umechagua Kenny Gold? Tutachagua timu nyingine yote ukiondoa hizo timu 3 au 4 ambazo bado ziko ligi kuu. Zipo ligi kuu. Alafu upate yale maslahi. Unafikiri utakuwa unacheza mpira ambao unaosema? Yaani maslahi kivipi? Kwa sababu kwanza unachokitazama ukishakuwa mchezaji wa mpira wa miguu na umeshapata nafasi kwenye timu kubwa kama Yanga, Simba au Azam ni maslahi. Yaani hakuna story hapa tunazungumza tu kwa sababu tunataka kutengeneza hoja kwamba mchezaji lazima ukatazame career yako ili iweze kukua. Hata mimi ningeweza kunyamaza na kuisupport ili tuendelee na story nyingine. Lakini mimi sana navaa uhusika kusimisha kwa mchezaji, navaa uhusika wachezaji. Hivi mimi navaa uhusika wachezaji. Anapenda mablaka. Hapana, huo ndio kweli. Jadala ambao alikuwa anajaribu kuangalia wachezaji ambao hawapati nafasi ya kucheza lakini wako pale. Yanga na sio Yanga tu, timu nyingi tu. Flusi zilikuwa zinaingia potelea mbali hichi kipaji na kiondoke tu, lakini mzigo si upo. Bado uko nasi viwanjani, tunakwenda kupumzika kidogo, tutarudi.
ya taifa ya wanawake wa Tanzania Twiga Stars iliweka kambi yake ya siku 5 katika mji wa Rabati pale nchini Morocco kwa ajili ya kujiandaa na mashindano ya mataifa ya wanawake Afrika. WAFCON imeondoka mjini Rabati kwenda mji wa Ben Sulayman ambapo itaweka kambi ya siku 4 hadi Julai 4 mwaka huu. Baada ya hapo itakwenda kwenye kituo chake cha mashindano mjini Berkane ilipo katika kundi C lenye timu za Tanzania, Mali, Afrika Kusini na Ghana. Timu ya Azam TV ipo kule nchini Morocco na wao wametuandalia taarifa ifuatayo. Chukua takribani saa 1 kutoka katika mji mkuu wa Rabat hapa nchini Morocco kusafiri mpaka kufika katika mji mwingine wa Bislmani ambapo timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars imehama kambi yake pale Rabat na kuja hapa Bislmani kwenye hotel ya Ziad Palace, ambapo sababu kubwa ya kuhamia hapa ni kwanza Rabat ilikuwa ni kucheza mchezo mmoja tu wa kirafiki dhidi ya mwenyeji Morocco, na mara baada ya hapo kambi yao ikahamia hapa. Na kwa nini wameamua kuhamia hapa? Hoteli hii ni kubwa sana ambayo ina miundo mbinu yote, kwa maana ya kwamba viwanja vya kutosha, swimming pool, lakini pamoja na gym na kila kitu ambacho unajua kwamba mchezaji anakihitaji. Na si Twiga Stars tu, kwa timu kutoka nchini Tanzania, hata msimu jana, kwa maana msimu uliopita, timu ya Azam FC matajiri wa Dar es Salaam waliweka kambi yao katika hoteli hii. Na mara baada ya kuwasili tumepata fursa sasa ya kuzungumza na kocha. Anaelezeaje kambi yake ilivyokuwa pale Rabati na jinsi itakavyokuwa hapa katika mji wa Berkane, bila kusahau ya kwamba Rabati hali ya hewa ni joto, lakini la hapa Bislmani ni joto zaidi. Tumsikilize kocha. Maisha ya Rabati yalikuwa mazuri na tulikuwa pale kwa ajili ya mchezo wetu wa kirafiki dhidi ya Morocco. Kwa hiyo tulikuwa pale purposely kwa ajili ya mchezo, na day 1 ambapo tulifika pale tulitumia mapumziko na kufanya warm up siku ya kwanza na ya pili, na then tukacheza mechi yetu ya kirafiki dhidi ya Morocco. Baada ya mechi tulifanya mapumziko tena ambao ni jana, na leo rasmi tumehamia katika mji ambao kambi yetu rasmi ya kujiandaa kwa mashindano itakuwa inafanyika hapa. Kwa hiyo tutakuwepo hapa kwa takriban siku 3 mpaka 4 kabla ya kujiunga na mji ambao mashindano yatafanyika. Kwa hiyo leo ni day 1, tumefika hapa asubuhi na jioni tutaanza mazoezi rasmi majira saa 2 usiku. Tangu day 1 nilizungumza kwamba hali ya hewa ni kitu cha kubadilika. Tulikutana na baridi siku ya kwanza, tukakutana na joto siku ya pili. Siku juzi ya mchezo tulikuwa na joto kali sana. Lakini mji ambao tumekuja una joto zaidi ya Rabat ambako tumetoka. Kwa hiyo maana yake ni kwamba moja kati ya faida ambazo tunapata hapa sasa ni kuzoea hiyo hali ya joto. Joto hili ni tofauti na Dar es Salaam na Zanzibar. Hili kidogo liko juu. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba siku ambazo tuko hapa tutaweza kuhimili hilo joto. Wakati mwingine sio ngumu sana kucheza kwenye joto kuliko kwenye baridi. Kwa hiyo naamini kabisa wachezaji wangu wataweza kuadopt hiyo hali ya hewa, na tukifika Berkane tutaona na hali na yenyewe iko namna gani, kwamba ni zaidi ya hii hapa ama itakuwa ni chini ya hii hapa. Mchezo wa juzi tulikuwa na makosa mengi binafsi, lakini lengo kuu la siku hizi chache ambazo tuko hapa ni kuconcentrate sasa na mbinu za mchezo, saikolojia ya wachezaji kuelekea michezo yetu ambayo itaanza tarehe 7. Kwa hiyo tunajikita zaidi kwenye mbinu tofauti kulingana na vile ambavyo tumeweza kuwafanyia utafiti wapinzani wetu, tukianza na Mali, Afrika Kusini, then Ghana. Kwa hiyo tunafanya kazi hizo sasa kuelekea kwenye hiyo michezo yetu mitatu, kipaumbele ukiwa mchezo wetu wa kwanza dhidi ya Mali, lakini pia tutapata bahati ya kuona mchezo kati ya Afrika Kusini na Ghana. Kwa hiyo matayarisho ya mchezo huo wa pili yatakuwa na nafuu tofauti na ya mchezo huo wa kwanza. Kwa hiyo tunajikita sasa hivi kwenye kutengeneza mbinu, kujenga ujasiri kwa wasichana, kujenga uwezo wa kupambana, lakini mwisho wa siku kutimiza malengo ambayo tumeyakusudia kwenye mashindano. Tumepata bahati ya kucheza na Mali nyumbani kwetu kwenye mchezo wa kirafiki, lakini ni muda kidogo umepita, takriban mwaka mmoja. Kwa hiyo tunajua nini Mali wanacho, lakini pia na sisi baada ya Mali tumecheza michezo kadhaa
na timu imara penginepo zaidi ya Mali. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kwanza confidence ya wachezaji itakuwa juu kwa sababu ni timu ambayo wamesha kucheza nayo, lakini na Mali pia naamini watakuja wakiwa na wanajua kitu kuhusu Tanzania. So ni mechi ambayo kila mmoja ana faida ya kumjua mwenzake. So nani atatumia vizuri makosa ya mwenzake na atakuwa amejiandaa zaidi ya mwenzake, atapata matokeo mazuri. Mara baada ya kumsikiliza Bakari Shime Nyundo, mwite mchawi mweusi, kocha mwenye mafanikio wa timu hizi za taifa, nikasema wacha nije nifungie hapa kwenye geti ili nawe niweze kushirikisha ukaone mandhari ya hoteli hii. Hoteli ambayo ina ukubwa wa kutosha kiasi kwamba timu mbalimbali zaidi ya timu takriban kama 7 ziko katika hoteli hii, wa kike kwa wa kiume, wote wameweka kambi hapa, ikiwepo mpaka timu za rugby, kuna timu za watoto. Lakini unajua maana yake nini? Hii ni kutokana na miundombinu ambayo imewekwa hapa. Beautiful Kanyigo, Rosemary Timzo Karugira ni kinguruma kutoka katika mji wa Bisilmani. Binti wa Kanyigo, Rosemary Timzo Karugira akiripoti kutoka katika mji wa Ben Suleiman, magharibi Morocco. Lakini taarifa hiyo imelenga kuhusiana na AFCON. Timu yetu ya taifa ya wanawake Twiga Stars iko kule, na kumbuka tu iko katika kundi C, kundi ambalo yupo Mali, Afrika Kusini na Ghana na Tanzania. Lakini tumemsikia hapo kocha Bakari Shime mchawi mweusi, yeye akisema hali ya hewa imekuwa ni joto tofauti na Dar es Salaam, Zanzibar, yani maana yake joto la kule ni kali. Na nikwambie tu ukanda wa kaskazini kuanzia mwezi wa 5, mwezi wa 6, wa 7 na wa 8 na wa 9 joto lake si la kawaida. Nimekaa kule ukanda huo kipindi cha joto hilo. Joto lake ni inakwenda kwa timu nyingine sama wanaita. Sama kwa Kiswahili kiangazi ni kali sana. Kali sana. Unajua kuna mvuke ule wa moto ule ndio unaupata. Ndio joto la kule kishafika hiyo miezi. Tofauti sana na Marekani, maana Marekani sasa hivi nako joto. Ni sama sasa hivi Marekani. Ambapo kwa huku da tukiona tu barabara inawaka hivi, inawaka mvuke ule, nasema hapa tutoboi. Sasa ile joto la hapa kule unaona kwa mbali kama nani hivi inakwenda 33 inakuwa 33 34. Sasa kule inakwenda mpaka 40 na plus huko juu. Lakini wata manage kwenye AFCON. Sijui watafanya vipi, lakini naamini tutakuwa na AFCON nzuri. Kwenye AFCON inayokuja mwezi wa 12. Mwezi wa 12 ambayo itafanyika Morocco. Mwezi wa 12, yani kule ukanda wa kule kishafika mwezi wa 10 hali ya hewa ina change. Inarudi yani mwezi wa 10 joto linaondoka zake taratibu, mwezi wa 11 baridi inaanza. Ambayo mwezi wa 11 baridi ikianza inakwenda mpaka mwezi wa 4 mwishoni. Na baridi kweli kweli. Hapo nazungumza kwa sababu by experience hiyo. Unajua ukisoma darasani afu unaenda kwenye field, yule mwenye kwenye field anapata madini zaidi kabisa. Ukiwa unasoma tu darasani unasoma geography, ikifika nyuzi 40 ukanda wa kaskazini sasa fika kule kwenyewe ndio unaliona ili 40 au 45. Kufika kule wewe umefika. Na nimekaa kusi vipindi vingi sana katika kipindi cha joto. Naondoka nakuja baridi, naondoka nipo tu, naondoka nakuja baridi, naondoka nipo. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo hali ya hewa imekuwa nzito. Wakati mwingine inaathiri kwa wachezaji, lakini na ndio maana kipindi cha miezi hii ukanda ule wa kaskazini ligi huwa zinachezwa, hawachezi kabisa ligi. Na ikitokea wanacheza michezo yao wanacheza usiku. Na hata shughuli mbalimbali zingine za kijamii usiku zinafanyika kwa asilimia kubwa tofauti na mchana. Joto linakuwa linapungua ikifika jioni. Tofauti na mchana. Timu yetu iko kule sasa, Twiga Stars. Kwa hizi timu ambazo nimezitaja wako pamoja nao, tunatoboa. Sifikirii sana kwa upande wa Twiga Stars kuwa mabingwa wa kombe hili la AFCON. Sifikirii, na hayo matarajio kwa upande wa kwangu mimi sina, kwa sababu ya ushindani ambao wanaenda kukutana nao na uzoefu wa timu ambazo wanaenda kukutana nazo. Lakini kitu pekee ambacho nakitarajia kwa upande wa Twiga Stars na tuende kupigana nacho na waende pia kupambana nacho kwa upande wa timu wa wachezaji ni kuhakikisha tunafuzu kombe la dunia. Ndio kitu pekee ambacho nakitamani kiweze kutokea. Kama hatuna uwezo wa kupambana na Afrika Kusini na Misri, timu ambazo zimekuwa top kwa upande wa wanawake kwenye michuano tofauti ambayo wanashiriki, basi tuangalie ule uwezekano wa kukaa katika zile nafasi za juu, kwa maana nafasi ya pili
ili tuweze kwenda kombe la dunia. Itakuwa ni faida kwetu. Kuna nafasi ya kwanza ambayo wanaenda nafasi ya pili kuna opportunity ya kwenda kombe la dunia. Hiyo naona itakuwa ndio fursa kwa upande wetu kuliko kufikiria zaidi kwenda mbali na kuchukua ubingwa wa AFCON, kitu ambacho kinaweza kutokea kwa sababu hata kuna timu ambazo zishawahi kufikiriwa katika level ya chini zikaenda kusurprise kwenye hizo tournament. Lakini katika jambo ambalo tunazungumza sasa lile la uhakika kabisa, kuna timu ambazo sisi binafsi tumezidiwa nazo ikiwemo Afrika Kusini. Na ndio timu bora kwenye kundi letu. Kwenye kundi, yes. Hizi zingine tunazimudu. Mali, Ghana tunawamudu. Na kwa mpira wa Afrika kwa wanawake, nafikiri kwenye timu 5 bora tuwezi tukakosa. Nafikiri Nigeria, South Africa miaka ya karibuni wamekuja vizuri. Nigeria siku zote imekuwa ni timu bora ya wanawake. Ivory Coast na yenyewe inakuja. Zambia wana timu nzuri ya wanawake. Na Tanzania tunajitahidi. Kwa hiyo na matarajio ya wao wanaenda kufanya vizuri. Tena kwenye hili kundi Ghana mpira wao wanawake ujao mkubwa sana kiasi hicho miaka karibuni. Ndio. Lakini ni timu ambayo uwezo ukairula out kwa sababu ina mchanganyiko wa wachezaji wengi. Wachezaji wanatoka mataifa tofauti wanakuja ni kama diasporas wanaichezea Ghana. Kwa hiyo sisi tuna timu ambayo ni nzuri. Tuna wachezaji tayari wana experience, wameenda nje. Kina Luvanga, kina Masaka, wanatosha kabisa. Wengine wako Mexico. Wengine wako Mexico huko. Yaani tuna wachezaji wametawanyika mabara tofauti. Hicho ni kitu ambacho ni kizuri kwa upande wetu. Tuna mchezaji hadi kutoka England anacheza Bristol City kama mnampata dada fulani hivi. Yuko kutoka England? Anacheza England Bristol City. Ukiachana na Aisha Masaka. Ukiachana na Aisha Masaka sasa hii Bristol yenyewe ilikuwa kwenye ligi daraja la kwanza. Kwa ukiacha Masaka yupo. Kwa hiyo tuna wachezaji ambao wanaweza Ishimi akiwaunganisha wanaweza kupata timu ambayo ni nzuri kwa sababu ana hiyo exposure tayari. Kitu ambacho ukienda kwa Ghana utafuta wachezaji wao hata 5 wanaocheza Ulaya. Hawapo. Ukienda sijui hawa Mali utafuta wachezaji wao hata 5 au 6 wanacheza Ulaya hapo. Kwa hiyo nafikiri tuna nafasi ya kwenda kwenye mashindano na kufanya vizuri kabisa. Na imani tunaweza tukajitahidi hata kwenye nusu finali, finali perhaps tukafika. Tunaenda kupa. Mechi yetu ya kwanza inaanza tunacheza tarehe 5-7. Mechi tunaanza na nani? Kwanza. Tukwenda kuangalia ratiba hapa. Mechi yetu ya kwanza tunacheza na nani? Haya, tunakwenda kutazama taarifa nyingine ambazo zinahusiana the pitch kule.